Ninaomba sana niwaeleze yafuatayo. Bila ya kuwa na katiba iliyo imara. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Ninaomba sana niwaeleze yafuatayo. Bila ya kuwa na katiba iliyo imara ya kukiweka chama hiki kuwa imara, kuwa madhubuti, chenye kukua, kuwa na katiba itakayoweza kutoa fursa kwa chama hiki kuendelea kukua, itakayotoa nafasi au msingi wa chama hiki kulinda ukuaji wake, tunaweza tukawa hatufanyi kazi iliyotukuka au hatufanyi kazi itakayoleta matunda yanayotarajiwa. Kwa hiyo tunawapa kazi kubwa sana. Nendeni mkatuandikie katiba ya chama au mkatuletee maoni ambayo mtayasimamia na mpaka tutakapohakikisha kwamba tunahitimisha kwa kuwa na katiba ya chama ambayo itabeba ukuaji wetu, itabeba uendelevu wetu na itabeba kila aina mafanikio tunayoyapata. Isiwe ni watu ambao baada ya kupata mafanikio chama kinakufa au kinatetereka kwa sababu hakina misingi imara ya kusimamia mafanikio inayoyapata. Mafanikio tutakaokuwa tunayapata lazima tuwe tuna uwezo wa kuyalinda kwa mujibu wa katiba na kanuni za uendeshaji wa chama chetu, ili tusiwe tunapoteza kila hatua. Watu kuna ule utani unasema hatua za mlevi. Sasa mnapiga hatua 3 mbele halafu mnakuja mnapiga 2 nyuma. Sasa tunahitaji kwamba kila hatua ya mafanikio tunayoipiga iweze kulindwa kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Lakini ni bahati nzuri sana tunakwenda kuandika katiba tukiwa na mafundisho mengi ya kisiasa. Nyie kama kamati kwa uzoefu wenu, nyie kama kamati kwa ushiriki wenu kwenye siasa, tuna mafunzo mengi mno ya kisiasa ambao tunajifunza kwenye siasa yenyewe ama kujifunza kutoka kwenye vyama vya siasa. Tunaandika katiba ambayo hata tawala za nchi yetu zimepitia nyakati mbalimbali na nyakati tofauti zinazobeba haiba na taswira tofauti. Lazima tuwe tuna katiba yenye kuweza kuhimili vishindo vya nje na vishindo vya ndani. Vishindo vinavyotokana na migogoro ya vyama vya siasa, vishindo vinavyotokana na masuala ya kirasilimali katika vyama vya siasa, vishindo vinavyotokana na masuala ya kiuchaguzi, chaguzi za ndani ya vyama na chaguzi kuu za kiserikali, vishindo vinavyotokana na mitikisiko ya kiulimwengu, siasa za kiulimwengu na kadhalika. Lakini pia tunakwenda kuandika katiba ambako siasa pengine inapitia kwenye transition fulani. Kuna kizazi fulani sasa ndio kinakuja kwa ajili ya kuongoza siasa za nchi hii. Sasa pengine uzoefu tunakotoka utuoneshe pia na tunakokwenda. Na ndio maana tumeweka wajumbe vijana, mwanasheria Stefano, Kangeta, Elia, vijana muweze kusaidiana kwenye kamati kuweza kuona tuna predict nini kwenye nyanja za siasa kwenye miaka ijayo, au uzoefu tulio nao katika mazingira ya sasa na mazingira yajao unaweza kudhibitiwa vipi katika vyama vya siasa, ikiwemo suala la migogoro ya ndani ya vyama vya siasa. Tumeona vyama vinakuwa vinakufa, vinakuwa vinaporomoka, vinakuwa vinadhoofika, na hata mgawanyo wa rasilimali. Angalieni anakuambia mwenzako akinyolewa wewe tia maji. Angalieni, nendeni mkaangalie chama kinagawa vipi rasilimali, kinagawa vipi fursa kati ya pande zote mbili, kwa sababu tuna nafasi hiyo sasa kuiandika katiba. Na kama nilivyosema, tutumie kila aina ya fundisho, tutumie historia, tutumie uzoefu, tutumie umashuhuri wa kila jambo lililojitokeza kwenye nyanja ya siasa, sisi kwetu kuwa fursa ya kutusaidia kutoka na katiba iliyo bora. Chauma imeanza kukua, na pengine kuona ni kuamini, wako wasioamini, lakini tunaendelea kuwaambia wadau wetu, Chauma inakuwa na inakwenda kuwa chama kikubwa cha siasa Tanzania na Afrika. Wale ambao kuamini kwao mpaka waone, waendelee kusubiri. Hilo tunamaanisha na tunaendelea kulimaanisha. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.